Sema amen. Mungu anasema nini? Sisi ambao tunanyosha, tunakunja kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hiyo Mungu ana neno kwetu. Taenda kuangalia neno la Mungu jioni ya leo. Niwakaribishe wote walioanza leo kufika katika viwanja hivi. Yesu yuko mahali hapa. Sema amen. Amen. Yesu yuko mahali hapa. Hutaondoka bure, hutaondoka kama ulivyokuja. Kabisa. Utaondoka ukiwa salama. Kabisa. Utaondoka ukiwa mzima. Sema amen. Usilikimbie jua. Tulikuwa tunalia siku mbili hizi mvua. Jua tena limekuja, tunasema jua. Sasa Mungu naye anashangaa. Anasema afanye nini sasa? Leo katuletea jua. Niwaombe muwepo kwenye viwanja vya mkutano. Amen. Tutaenda kusoma maneno ya Mungu kutoka kitabu cha Ayubu. Ayubu. Soma kitabu cha Ayubu, kina maneno mazuri pale yanayokufaa wewe. Wale walioanza kuja leo nilijitambulisha. Mimi ni mchungaji, pia ni mwinjilisti, naitwa Sophie Mary. Jina unique kabisa. Unique. Naitwa Sophie Mary Wile Matingisa. Nimeokoka, nampenda Yesu. Pia ni mhubiri wa Injili. Sema amen. Amina. Tuko pale Dar es Salaam. Yes. Sehemu moja inaitwa Kimara ya wajanja. Tunamsema Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa watu wote. Ndio. Kwa hiyo Mungu imempendeza kuwepo katika mkoa wa Morogoro. Naambiwa mkoa wa Morogoro. Ndio. Mkoa wa Morogoro. Wilaya ya nini? Katika kijiji cha Mbingu. Sio mbinguni, ni Mbingu. Kwa hiyo unaheri wewe unayekaa Mbingu, maana ndo mwanzo wa lile jina utakalo kwenda. Panaitwa Mbingu, kimalizia nguu. Mbingu ni umeshaingia. Kwa hiyo wewe unaheri. Lakini usilizike tu kukaa Mbingu, bado nusu. Hujamaliza. Bado hujamaliza. Basi Bwana imempendeza tuwepo hapa. Nisema nina mume mmoja. Nitawatambulisha mume wangu na mume mmoja. Na mume mmoja ni mama mwenye watoto 5, ni bibi mwenye wajukuu 12. Na bado wengine wanakuja. Hallelujah. Bado wengine wanakuja. Tusome maneno ya Mungu kutoka kitabu cha Ayubu. Ayubu. Some kitabu cha Ayubu sura ile ya 36. Tasoma ule mstari wa 5. Tasoma ule mstari wa 5. Biblia inasema, tazama Mungu ni hodari, wala hamdharau mtu yoyote. Ana uweza katika nguvu za fahamu. Yes. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mchungaji amekwisha kuomba. Tunataka leo tumwangalie Mungu wetu. Tunataka leo tujifunze kwa Mungu huyu. Unajua hata watu wanaookota makopo, hata waizi baadaye wanasema Mungu amenisaidia. Wanataja hivi. Lakini nataka nikueleze habari za huyu Mungu aliye tofauti. Sema amen. Nikueleze habari za huyu Mungu aliye hodari. Mungu aliyekuumba. Mungu aliyekuruhusu unyoshe ukunje. Yeye ni hodari. Yeye ni hodari kulinda. Yeye ni hodari kuponya. Yeye ni hodari kubariki. Anasema tazama Mungu alivyo hodari, wala hamdharau mtu yoyote. Kama watu wamekudharau, ni watu jirani wamekuchoka, wamekupa na majina. Wengine wamekuita kibaka, wanaficha vijiko vyao, wanaficha sufuria zao. Umekuwa tatizo kwenye mtaa, hawataki hata kukuona. Lakini nataka nikwambie jioni ya leo, yuko aliye hodari, anayejali uhai wako. Sema amen. Amen. Yuko aliye hodari. Yupo aliye hodari. Yeye hamdharau mtu yoyote. Ndio. Hata kama watu watakuita mfupi, hata kama watu watakuita mnene, hata kama watu watakwambia mwembamba, hata kama watakwambia una kichwa kikubwa, lakini yuko aliye hodari. Ninayemsema jioni ya leo, ambaye hamdharau mtu yoyote, hamdharau mtu yoyote.
Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Mungu wetu ni hodari. Angekuwa Mungu wa kubabaisha, wenye pesa wangeonekana wanaheshimiwa kabisa. Wenye pesa wasingekufa na ukimwi. Maana wana pesa. Wangemhonga Mungu, lakini yeye ni hodari. Ni hodari. Anasema hamdharau mtu. Ndio. Anampenda asiye na hela. Anampenda mwenye pesa. Mradi wakipatana naye anamkubali. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali, kinasema ninawapenda wale wanipendao. Na wale wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Kabisa. Tunahitaji tumuone Bwana. Ndio maana tunamtafuta kwa bidii. Ndio maana tuko hapa, tumeacha nyumba zetu, tumeacha watoto wetu, tunamtafuta Mungu aliye hodari, ambaye hamdharau mtu yoyote. Kwa hiyo Mungu wetu ni hodari. Yes. Mungu wetu ni hodari. Hata jioni ya leo yuko tayari kukuhudumia. Amina. Yuko tayari kukuinua. Amina. Yuko tayari kukuponya. Yuko tayari kukupa majibu yako. Amina. Yeye ni hodari. Hamdharau mtu yoyote. Ndio maana waheshimu watu wa mbingu. Akatuleta sisi. Tumelibeba neno. Hatujaleta mkutano wa siasa. Hatujaleta zawadi yoyote. Tumeleta mwanaume wa wanaume. Yeye aliyekufa siku ya tatu akawa yuhai. Yeye Mungu wetu ni hodari. Mungu wetu ni hodari. Mungu wetu ni hodari. Mungu wetu ni hodari. Hamdharau mtu yoyote. Piga makofi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu wetu ni hodari. Yes. Siku moja nilikuwa napita, nikakutana na rafiki yangu mpendwa. Aliyekuwa rafiki yangu aliniona mimi niko chini sana, akanidharau, lakini Mungu aliye hodari akakutana na mimi, akaniinua. Tulivyokuwa tumekutana naye, akanikuta mimi na drive, yeye hata baskeli hana. Akanikuta mimi, akaniambia, we rafiki yangu, ni vitu gani unavyovifanya? Nikasema ni naye aliye hodari, ambaye hamdharau mtu yoyote. Akanikuta mimi yule mwenye sheri, akasema, basi narekebisha hapa mafuta, hebu teremka muongee. Nikateremka na funguo zangu mkononi, ninaendesha Prado kama hii naikimbiza, ninayo gari naiendesha. Akanitazama kuanzia chini hadi juu, akaniambia, ni kitu gani? Alitegemea nilivyookoka nitaishia chini. Kumbe ukiokoka, Bwana anazo baraka zako. Ukimkubali Yesu, yeye ni majibu. Ukimkubali Yesu, yeye atakupa vilivyofichika. Haleluya. Amen. Jana nilisema kwamba wengine wana shida, akisoma kidogo tena alifeli kwa sababu tu mjomba wake alikuwa mwalimu, akampa upendeleo, lakini amekuwa ni tatizo. Hata kwenye mtaa naokaa, kila kitembea anasema oh yeah, all right, oh yes. Kumbe anababaisha, kumbe haelewi chochote. Usifikiri walio na Yesu elimu hawanayo. Biblia imetufundisha tuitafute elimu, tuikamate, wala tusiache iende zake. Kwa hiyo sisi tunaotuona hapa, madarasa yamelala, tuna usomi, tumesoma, tukasomeka, tukayasoma. Siji ukajidanganya kaona wale walokole wale. Sisi sio walokole, sisi tumeokoka. Amen. Tuna safari ya kwenda mbinguni. Amina. Nikamwambia yule rafiki yako ndo namna hii. Akanishangaa. Akasema, kweli Mungu sio Juma. Mungu sio Asumani, Waswahili wanasema. Sio Hamisi. Watu wako. Mwingine aliponya, majirani wakamshangaa, wakasema ni nani huyu? Nataka nikwambie jioni ya leo, Mungu ni hodari. Wewe ukibisha, wewe ukidharau, bado Mungu anasema hamdharau mtu. Anamheshimu mtu yoyote. Ndio maana tunawahubiri majambazi wabadilike. Ndio maana tunawahubiri wachawi wabadilike. Huenda umekuwa tishio kwenye mtaa, lakini jioni ya leo yuko aliye hodari, ambaye hamdharau mtu yoyote. Ukimkubali unakuwa salama. Ukimkubali
unabadilishwa. Ukimkubali unapata jina zuri, jina la mtakatifu. Kabisa. Ukitembea wewe ni mtakatifu. Ukitembea wewe umeokoka. Nani asiyejua kuokoka? Kuokoka kila mmoja anajua. Sisi tumeokoka na jehanamu. Ndio. Tumeokoka. Tunasafiri kwenda kwa Baba. Tunatarajia mbingu mpya na nchi mpya ambamo haki inakaa ndani yake. Kwa hiyo kuokoka kila mmoja anajua, wala sio dini mpya. Hapa sihubiri dini mpya, ninahubiri wokovu ambao aliuleta Yesu mwana wa Mungu. Kama nilivyokuambia siku ya kwanza, yeye alishuka akaja hapa duniani, akatembea na watu wa duniani, akawaona wanaoshindwa, lakini akasema mkinikubali mtakuwa salama, mkiokoka mtakuwa salama. Ndio maana mimi nilimkubali mpaka leo niko salama. Kwa hiyo mimi nimemkubali Yesu mwana wa Mungu, niko salama. Niko salama. Mungu yeye ni hodari. Anasema tena ana nguvu za fahamu. Hata kama mtu alichanganyikiwa, alikuwa analewa mpaka na wasahau watoto, analewa mpaka hamtaki mke wake. Niliona mtu mmoja hamtaki mke wake, ana balaa huyo. Anaangalia mke wake picha, anasema ndo huyu aliyekuwa ananiita baby. Naye amedanganywa. Yeye ni mzee, lakini kule mtaani wamemdanganya, wamembatiza jina naitwa baby. Mtoto. Baby ni mzee, kichwa kimejaa umvi, bado naye anaitwa baby, anaitika na baby. Kumbe anataka kuibiwa. Anataka kuibiwa. Anaibiwa fedha, anaibiwa na akili, anaibiwa na afya, anaibiwa na mali zake zote. Hatimaye akaanza kuuza na nyumba kwa sababu amedanganywa, anaitwa baby. Watoto nao waitwa kina nani? Wazee wazima wanaitwa baby. Wapi baby? Wapi uitwe baby? Wewe ni mtu mzima, mwenye kukaa na wajukuu zako, mwenye kucheza pale barazani, lakini umekamatwa. Ufahamu wako umekamatwa. Lakini Biblia inasema huyu Mungu aliye hodari tena na nguvu za fahamu za kuweza kukubadilisha wewe. Hata kama ulibadilishwa, jioni ya leo badilika. Jioni ya leo mkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi juu ya maisha yako. Amina, 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 amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Maana wengine wanaenda kwa waganga. Nimuona dada mmoja anasema anaweka dawa, anasema anikubali mimi. Kila nikisema asikie. Nikisema nataka vitenge anunue. Nikisema nataka sijui nini afanye. Nikisema nataka kunijengee nyumba kwetu afanye. Na kweli na yeye anapelekwa tu. Kama kondoo apelekwa hapo machinjoni. Haelewi. Majirani wanamshangaa. Wanasema huyu si ndo yule. Wanasema ndio yule. Lakini ametekwa. Na ukimwambia habari za Mungu hataki. Lakini jioni ya leo taka nikwambie dunia inapoteza. Taka nikwambie shetani anapoteza. Lakini yuko Mungu. Huyu Mungu naye mtaja. Huyu Mungu unapopata shida unasema Mungu nisaidie. Sio Mungu wa kawaida. Anasema tazama Mungu ni hodari. Yeye ni hodari. Hodari kulinda. Hodari kubadilisha. Hodari kuponya. Hodari kuwageuza waliochanganyikiwa wanakuwa salama, wanamcha Mungu, wanamtumikia Mungu. Hakuna aliyezaliwa na wokovu, wote waliambiwa ya kwamba Yesu ni Mwokozi, Yesu ni Bwana, Yesu anabadilisha, wakamkubali. Na wewe jioni ya leo, mtu wa mbingu, na kutangazia aliye hodari, yeye Mungu wetu aliye hodari. Yeye hana upendeleo, yeye habadiliki, yeye hachukii, yeye hasusi, yeye ni hodari tena ana nguvu katika fahamu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu wetu ni hodari. Alinibadilisha mimi. Akaniokoa. Akanigeuza. Nilikuwa naenda kwenye nyumba za muziki, nikaenda kwenye nyumba za ibada. Mpaka leo namtukuza Bwana. Wala sijabadilika.
wala sijakosa kitu. Lakini watu wengine wanasema we, dunia sijaimaliza. Taka nikwambie, uliza babu yako yuko wapi? Babu yako mzaa babu yako yuko wapi? Yuko wapi bibi yako? Alishakwenda. Dunia inatafuna. Watu wanapokuwa wameondoka katika dunia hii, utakuta watu wanajifariji, wanasema kaburi ni mwanzo, ni mwanzo, ni mwanzo wa kuingia siji mbinguni. Nani kakwambia kaburi ni mwanzo? Sio. Nani kakwambia kaburi ni? Kwa sababu hutaki kusikia neno la Mungu, hutaki kujifunza kwa Mungu, hutaki kusoma Biblia, ndio maana unasema kaburi ni mwanzo. Wewe cheza cheza tu, kaburi linaubana mwili wako tu, halafu roho yako inangoja hukumu. Amen. Ulivyokuwa duniani ulifanya nini? Ulivyokuwa duniani nilikuumba, ukapuliza miaka 50, miaka 60, miaka 70, yote ilikuwa ya yule adui, yote ilikuwa ya kilabuni, yote ilikuwa kwenye gesti, yote ilikuwa ya uchawi, yote ilikuwa ya uongo, yote ilikuwa ya utapeli. Ulifanya nini? Iko hukumu. Usifikiri unavyokufa umemaliza, bado hujamaliza. Wala kaburi sio mwanzo wa kuingia mbinguni. Mwanzo wa kuingia mbinguni ni kumwamini Kristo aliye hai. Yeye aliye hai, ukimwamini yeye, njia yako ni nyeupe. Maana yeye anasema yeye ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba pasipo njia yangu. Nilivyokuwa nasoma maandiko, niliwakuta mitume mbalimbali. Nikamkuta mtume Petro, nikaangalia kaburi lake, mpaka leo limenuna. Nikaenda Israeli, nikalikuta kaburi la Stefano, mpaka leo limenuna. Nikaangalia makaburi ya kina Daudi, mpaka leo yamenuna. Nilivyoenda Israeli, nikafika mji ule wa Betlehemu, nikakuta kaburi la mwanaume liko wazi. Yesu amefufuka. Yesu yu hai. Yesu yu hai. Yesu yu hai. Nikakuta liko wazi. Yesu yu hai, hayupo tena, alishafufuka. Haleluya! Hakuna mtume aliyefufuka, hakuna. Wote walilala, wote walimaliza, lakini Yesu wakasema tumuue yule mwenye kudanganya, mwenye kutuchosha. Wakamkamata, wakamgongomelea msalabani, wakamvika na taji ya miba, wakaenda wakachukua mwili wake, wakaenda wakamzika, na jiwe kubwa likawekwa mlangoni. Lakini siku ya tatu tetemeko lilianza. Watu walitetemeka, hata walinzi walivyokuwa wanalinda na mabunduki walikuwa wanabinuka chali. Tetemeko haifai. Mwanaume kainuka yu hai, akasema imekwisha. Kwa kupigwa kwake sisi tumekuwa salama. Ukimwamini Yesu unakuwa salama. Ukimwamini Yesu unalindwa. Ukimwamini Yesu unatunzwa. Ukimwamini Yesu unakuwa salama. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Halipo nilienda kule Israeli, nikafika, nikasema mpaka nione. Nikatembea, nikaenda pale, nikakuta ule unyayo aliyokuwa na paa naenda kwa Baba. Mpaka leo ile alama ipo, nikaiona. Nikaenda kwenye kaburi, nikaingia mpaka kwa Bwana ndani, nikakuta hakuna. Mwanaume yuko juu, amesema ameenda kutuandalia makao, ili alipo yeye na sisi tuwepo. Nataka nikwambie, tunaandaliwa makao. Hii dunia ni ya kitambo tu, huu uzuri ni wa kitambo tu, huku kuvaa ni wa kitambo tu. Iko mbingu mpya ambayo mwanaume ameenda kuandaa, ili alipo na sisi tuwepo. Pale atakapoketi tuketi, pale atakapohukumu wale wenye dhambi na sisi tuwepo. Sema amina, sema amina, sema amina, sema amina. Haleluya! Hivyo kwa Israeli kule, nikasema hizi mambo ni mazuri. Habari za kuambiwa acha. Nakwambia Yesu yu hai, na yeye yu hai, na Mungu alivyo hodari anaangalia kazi yake. Ndiyo. Amekuumba, amekupa macho mawili,
amekupa miguu miwili, una mikono miwili, una masikio mawili, una pua inanusa, una ufahamu na gawanya na kuzidisha na kujumulisha, bado humtaki Yesu. Unataka nini? Nataka nikwambie jioni ya leo, muamini Yesu. Muamini Yesu. Muamini Yesu. Jioni ya leo, muamini Yesu. Jioni ya leo, muamini Yesu. Jioni ya leo, anao uzima. Yes. Shida zimekujia lakini bado unajikaza tu. We wokovu tena saa hizi. We eti mwenzangu, we unataka kuokoka? Hatuulizani. Kufa na tai shingoni. Hatuulizani. Mungu alimuita mtu mmoja. Hata kwenye mkutano huu unaweza ukaamua wewe peke yako. Ukamwacha mme wako. Ukamwacha mke wako. Kabisa. Ndio maana Mungu ametupa mfano, mtanapokufa naingia kaburini peke yake. Hata wangekufa pamoja, sijasikia Watanzania wanazika kaburi moja wote, wanachimba moja. Ndio maana mtu na Mungu peke yake. Nataka nikwambie jioni ya leo, muamini aliye hodari, yeye ambaye hamdharau mtu yoyote. Hata kama umedharaulika mtaani kwako, hata kama wazazi wako wamekudharau, hata kama mme wako amekudharau, hata kama mke wako amekudharau, yuko aliye hodari ambaye hamdharau mtu yoyote. Katika fahamu piga jioni ya leo, kwamba umwamini huyu aliye hodari, asiyebadilika, aliye mwanzo na mwisho. Mungu wetu ni hodari. Aliye hodari. Ninamsema aliye hodari. Yuko Mungu aliye hodari, aliyewabadilisha walioshindikana wakabadilika. Sema amen. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu wetu ni hodari. Yeye ni hodari. Mungu wetu ni hodari kabisa. Unaweza ukalinga, una kigari chako la V4. Unaweza ukaona Mungu hayupo, umekipata kwa nguvu zako. La V4 kitu gani? La V4 kitu gani? Unaweza ukalinga, una guta lako. Hutaki kusikia hata mkutano. Unaweza ukalinga, una pikipiki yako. Lakini ujue uhai wako uko mkononi mwa Bwana. Mkononi mwa Bwana. Uhai wako uko mkononi mwa Bwana. Ndio. Sura nzuri yako iko mikononi mwa Bwana. Kabisa. Afya nzuri kama yangu iko mikononi mwa Bwana. Tofauti yake, mimi ninaye aliye hodari. Mimi ninaye Mungu aliye hodari. Yeye asiyemdharau mtu yoyote. Hamdharau mtu yoyote. Sema jioni ya leo. Kabisa mama. Yeye aliye hodari. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Muamini yeye aliye hodari. Yeye ni hodari. Hodari kabisa. Hamdharau mtu yoyote. Ukipita Mungu anakuheshimu. Hata kama wanadamu akitema mate haijalishi. Kabisa. Hata kama wanadamu kiwasemesha wasiseme haijalishi. Hata kama ukipita wakaangusha kicheko haijalishi. Maana umembeba aliye hodari. Kabisa. Ambaye hamdharau mtu yoyote. Ndio. Unapita mahali popote. Pita katikati yao. Unapita mahali popote. Ndio. Unatembea, unaye aliye hodari. Unaye aliye hodari. Sema amen. Amen. Siku moja nilikuwa naenda Marekani. Nimepanda ndege. Wale wanaozijua ndege wanazisikia huenda kwenye mtandao. Inaitwa Emirates. Ina wazungu kama 2000. Ukiangalia hapa na kwenye lile goli lile pale, vipara tu vya wazungu vinang'aa. Lakini mimi niliingia, mtu wa Mungu. Nikapanda pamoja naye. Nikapanda pamoja nao. Wale wazungu wahudumu kila saa wananiuliza, how do you want? You want drink? Nasema yes. I want drink. Mungu ni hodari. Hamdharau mtu. Usijidharau. Ndio. Wala usijidharau. Kabisa. Ndoto zako zitatimia. Ndoto zako zitatimia. Lazima. Nilienda nao. Nilikunywa nao. Nilikaa nao. Niliongea nao. Lakini kainua macho yangu juu, nikasema sio kwa akili zangu, sio kwa nguvu zangu, bali aliye hodari ameingia ndani yangu. Ndio maana nimeheshimika, ndio maana nimetembea pamoja na wakuu. Ukimkubali Yesu mpendwa, ndio mwisho wa matatizo. Kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nimekwambia ukituona hapa tunahubiri unasema, sasa huyu naye utaniita bibi, utaniita mama, utaniita dada, vyovyote tu, lakini nimembeba Yesu. Kabisa. Nimembeba Yesu. Haijalishi. Tulishazunguka huko. Na kule Marekani nilikuwa nahubiri Injili. Ndio.
watu wananisikiliza wenye akili zao kabisa. Nikahubiri neno la Mungu, nilikaa kule nikamsema Yesu kuwa ni Bwana. Kwa hiyo wewe una neema. Mhubiri aliyehubiri Marekani amekuja kukuhubiri na wewe, mtu wa mbingu. Unaweza ukajipigia makofi ukasema ninapendwa, maana ninaye Mungu aliye hodari, yeye ambaye hamdharau mtu, yeye ambaye hamdharau mtu, anakuheshimu. Hata kama mjomba wako amekudharau, Mungu anakuheshimu. Hata kama shangazi yako amekubeza, Mungu anakuheshimu. Hata kama jirani yako amekudharau, Mungu anakuheshimu. Hata nikutangazia jioni ya leo, yuko aliye hodari. Piga mama, piga. Yuko aliye hodari, anayempenda mtu yoyote, anampenda mweusi, anampenda mweupe, anampenda mrefu, anampenda mfupi, anampenda mnene, anampenda yoyote. Hata jambaki bado anapendwa. Akimwamini Yesu jioni ya leo, anakuwa salama. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Yeye ni hodari. Yeye ni hodari. Hamdharau mtu yoyote kabisa. Anatuketisha pamoja na wakuu kwa heshima zote. Tunatembea kwa heshima zote. Tuko salama kwa Yesu. Wewe unaweza ukaona wa kawaida. Tunakuja hapo kasa, wale wanaopiga kelele. Kelele hii utaikumbuka. Siku utakayokuwa na shida utaikumbuka. Tasema laiti mwanamke yule alivyokuwa anapiga kelele, ningemkubali huyu Yesu, ningeokoka, ningekuwa salama. Kwa sababu wachawi wanakuotea. Wachawi wanakuotea. Lini watakupata? Lini watapata watoto wako? Lini watampata mume wako? Taka nikualike jioni ya leo, muamini Yesu aliye Bwana, muamini Yesu aliye salama, muamini Yesu anayeweza kulinda, muamini Yesu anayeweza kuponya. Ndio maana ninasema habari za huyu Mungu aliye hodari, ambaye hamdharau mtu yoyote. Hakumdharau mimi, hakumdharau mume wangu, hakudharau watoto wangu, hakumdharau mtu yoyote. Mungu wetu ni hodari. Hamdharau mtu yoyote. Ana uwezo katika nguvu za fahamu kabisa. Nilivyokuwa nimeokoka, mume wangu alikuwa anauza gongo. Utamuona, atakuja kukueleza. Gongo rejeo. Alikuwa anauza gongo. Sigara pakiti 5 zinaisha ndani ya siku moja. Anavuta. Wewe uvuti, unadanganya. Haelewi. Halafu alikuwa bausa. Sio mchezo. Ofisini kwake walikuwa wanamuita kapteni. Lakini nilivyompokea Yesu, nikaendelea kumwambia yuko mwanaume anayekuzidi wewe. Lakini mpaka nione kuna amani, sio nilivamia tu. Nilikuwa naangalia kuna amani hapa, nasema yuko mwanaume. Zaidi yako wewe. Siku moja naye akataa kuja kusikia. Huyo mwanaume anasemwa wapi? Siku aliyokuja kusikia kule kanisani, akanaswa. Siku ile ile Yesu akamchomoa kule kwenye akamchomoa kule kwenye sigara, akamchomoa kule kwenye ubabe, akamchomoa, akamfanya kuwa hodari wa kumtumikia Bwana. Yesu, yeye Mungu ni hodari. Yeye Mungu ni hodari. Ana nguvu katika fahamu. Ana nguvu katika fahamu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana ninamsema Yesu kabisa. Nilivyookoka nikaona kwamba watu wakasema hutaweza. Na yeye nikimwambia yuko Yesu anaokoa, anasema Bwana we, kama umekosa kazi endelea. Lakini yuko aliyemponda ponda kabisa. Yule kijana wangu nikimsimamisha, taka nimsimamishe Jumapili. Ndio. Halafu muone alivyo handsome kabisa. Hapa mbingu hakuna. Maana anaye aliye hodari. Amen. Anatembea naye aliye hodari. Washa. Akatugeuza. Waliotungojea kwamba tutashindwa, hatukushindwa. Waliotupa miezi miwili, wakatupa miezi minne, wakatupa mwaka, wakatupa miezi 6, wakatupa miaka 5. Mpaka leo tunaye aliye hodari. Ndio maana tunatembea. Mina. Piga mama, piga. Hodari. Hamdharau mtu yoyote. Hamdharau mtu yoyote. Hodari. Mungu ni hodari. Wewe ukimwamini jioni ya leo, hodari. Unaweza kubadilisha kilio chako.
Umelia sana. Yatosha sasa. Umekata tamaa. Yatosha sasa. Ndugu zako wamekutenga. Yatosha sasa. Jamaa zako hawakutaki. Yatosha sasa. Itoshe sasa jioni ya leo. Kimbilia kwa huyu Mungu niliye naye. Ndio. Yeye aliye hodari. Aliye hodari. Ambaye hamdharau mtu yoyote. Kabisa. Mimi sijali wewe unanionaje. Sijali unanidefine vipi. Ndio. Lakini naye mwanaume yes, asiyebadilika. Yeye aliye hodari. Yeye aliye mwamba wa miiba. Yes. Wachawi wakija wanajigonga. Waganga wananingojea hawataniona. Anayuko Mungu aliye hodari. Yes. Yeye ambaye hamdharau mtu yoyote. Huyo ndo namsema jioni ya leo. Katika viwanja hivi. Hata wewe uliye nyumbani unayesikia sauti hii inatangaza hodari. Natangaza habari za Mungu aliye hodari. Sikia, yuko Mungu. Teseka, acha kuonewa, acha kubanwa, acha kuvurugwa. Yuko Mungu aliye majibu. Yuko Mungu aliye majibu ya maswali yako. Kabisa. Mwingine nikasikia leo amekufa. Unajua unapoingia mwaka unasema nasherehekea mwaka mpya. Hujui mahesabu ya Mungu. Kabisa. Hujui mahesabu ya Mungu. Hujui. Bora ukimbilie kwa Mungu. Bora ukimbilie kwa Yesu. Uwe salama. Kimbiza watoto wako kwa Yesu. Wawe salama. Kimbiza mume wako kwa Yesu. Kinyume cha hapo mnaolewa 6 ndani ya mume mmoja. 6. Na vile wewe humuiti baby, mwenzako anamuita baby, kwako imekwisha. Imekula kwako. Imekula kwako. Akienda kule wanampepea. Akienda kule wanampaka mafuta. Akienda kule wanamnywesha chai. Wewe umekaa tu, unasema Mungu nisaidie. Unaenda kwa waganga, mganga anakuambia chukua dawa hii. Akifika tu weka mdomoni, haikusemesha wewe nyamaza kimya. Bado mume wako anakuona wewe ni jeuri. Jeuri. Maana akifika akikwambia mama nani, vipi uko mganga amekwambia, kumbe amekudanganya. Akudanganya. Amekupa chenga za mwili. Tapeli. Kwa hiyo mume wake anazidi kuona yule na kiburi, nikifika pale hasemi, nikifika pale hivi na hivi, anazidi kwenda kule kwenye mchepuko. Mchepuko anamwambia usiogope baby. Mimi niko kwa ajili yako. Kwa ajili yake wapi? Wapi hiyo? Wapi? Kwa hiyo amekudharau. Mume amekukimbia. Amekuachia nyumba. Sehemu moja nilikuwa nahubiri wakaniambia, "Mama usituone hivi. Waume zetu wamekimbia na maplado. Sisi wametuachia vipika vya kukatia majani ya ng'ombe." Wakanieleza kwa masikitiko. Nikasema nina heri, maana mume wangu hajaondoka na plado, na magari mengine tunayo, tunakalia wote kwa sababu tunaye Mungu aliye hodari. Yes. Ambaye hamdharau mtu yoyote. Lakini kinyume cha hapo, ukimkataa Yesu kuna hasara. Taka nikwambie, muamini huyu Yesu ili uwe salama. Uwe salama kabisa. Naomba usimame hapo ulipokaa. Amina. Simama hapo ulipokaa. 12 serikali yangu ya mbingu imeniambia nimalize. 12 naheshimu serikali sana. Ninaikubali. Maana pasipo serikali watu wangepigana njiani, vikumbu hawaelewi. Lakini kwa sababu vyombo vya dola vipo, fanya fujo uone. Na sisi watumishi wa Mungu tunaungana na serikali. Maana tunafanya kazi pamoja nao. Wao wanakamata wahalifu na sisi tunatuma jina linaweza kuondoa wahalifu katikati ya watoto wa Mungu. Alafu watoto wa Mungu wanakuwa salama. Sogea huku mbele. Sogea huku mbele. Sogea huku mbele.